على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم Waislamu, baada kumshukuru Allah jalla fi'ala na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa bado tupo katika silsila ya darasa zetu, tumeona fadhila na faida ambazo zinapatikana katika suratul Ghashiyah. Leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tutaangalia faida ambayo inapatikana katika suratul A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Sura hii miongoni mwa faida zake, kwanza anasema qira'atuha tuzilu albawasir. Mtu atakayependa kuisoma sura hii sabbih isma rabbikal a'la, akiwa anapenda kuisoma, basi Mwenyezi Mungu atamuondoshia maradhi ya bawasili kama anayo. Au unaweza ukachukua maji kwenye chombo, kisha maji hayo ukayasomea sabbih isma rabbikal a'la. Anasema qira'atuha, ukisomea maji hayo kisha ukinywa, basi tuzilul bawasir, maradhi yako ya bawasili yote yataondoka. Kwa kama mtu anasumbuliwa na tatizo la maradhi ya bawasili, achukue maji kisha ayasomee sabbih isma rabbikal a'la, kisha maji yale awe anakunywa kila siku. Ukiwa unakunywa maji hayo, kabla ya kunywa pia soma sabbih isma rabbikal a'la mara moja tu. Hiyo ni faida ya kwanza ambayo inapatikana katika suratul A'la. Kwa hiyo bawasili inatibika kupitia sura hiyo. Lakini pia katika faida ya pili anasema waman katabaha, mtu yoyote atakayeandika hii sura yaumal juma, siku ya Ijumaa. Ikifika siku ya Ijumaa ukaandika sabbih isma kwenye karatasi, wa'allaqaha alayhi, kisha mtu huyo karatasi ile aliyoandika sabbih isma akakaa nayo mwenyewe kwenye mfuko wake, basi waqa, Mwenyezi Mungu atamwepusha mtu huyo min jami'il afati, kutokana na maafa yote ya ulimwenguni. Siku ya Ijumaa ikifika, ukichukua karatasi ukaandika sabbih isma rabbikal a'la mwanzo mpaka mwisho, kisha karatasi ile ukakaa nayo ile siku ya Ijumaa sawa kwenye mfuko wake mpaka usiku wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuepusha na maafa yote kwa siku ile ya Ijumaa. Lakini faida ya tatu anasema waman katabaha ala jambi imra'atin hamil, mtu yoyote atakayeandika sura hii kwenye mbavu za mwanamke aliyekuwa mjamzito, fi awwal shahra, katika mwezi wake wa kwanza ule wa ujauzito, basi atat biwaladin safi, mwanamke huyo atapata mtoto aliyekuwa safi, tena adhahnu, aliyekuwa na akili kabisa. Mwanamke mjamzito, utakapokuwa umeiandika sura hii kwenye ubavu wako wa kulia, sawa, ule mwezi wako wa kwanza tangu kushika mimba, basi ukijifungua utapata mtoto aliyekuwa safi, aliyekuwa safi, tena adhanu, mtoto aliyekuwa na akili kabisa. Haya yote yanafanywa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sabbih isma rabbikal a'la, hiyo ni faida yake ambayo imeelezwa kwenye vitabu na ulama mbalimbali wametuelezea kwenye vitabu kama hivi. Tuombe Allah tufanyie wepesi inshallah. Ukihitaji kuungwa kwenye grupu langu la WhatsApp, basi nitumie SMS kwa namba hizi za WhatsApp 0777 799359. WhatsApp namba ni 0777 799359. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie kheri na atukutanishe tena katika vipindi vinavyokuja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.